Habari, ikiwa ni tarehe 9 ya mwezi wa 8 siku ya Jumapili, kushirikiana na shirika la Uzima Health, tuko hapa katika hospitali ya Majengo wilayani Korogwe mkoani Tanga, na tumeweza shirika la Uzima limetembelea hapa kwa ajili ya kuwaona kina mama na kutoa misaada mbalimbali kwa watoto na mama wajawazito wanaotarajia kujifungua. Tupo na mkurugenzi wa Uzima Health pamoja na dokta hapa, wataenda kuzungumza maneno machache na wamepokeaje ugeni huu, wanajisikiaje na nini ni wito kwa ajili ya tatizo lingine. Nashukuru sana kwa ujio katika hospitali hii ya mkoa wa Tanga wilaya Korogwe, kituo cha Majengo hapa Korogwe mjini, na nimekuta mazingira yakiwa masafi, nimekuta wagonjwa wanahudumiwa vizuri, nimekuta wanajaliwa au niseme wana take care ya madaktari hapa Korogwe, nimekuta ikiwa vizuri sana. Kwa hivyo nashukuru madaktari wengine ambao mnasikia sauti pale mlipo, mfuate nyao hizi ili kuwajali wagonjwa na kwa take care. Mtu anaweza kuja pengine hospitali amezidiwa, anaumwa, pengine ana majibu mabaya, ana hasira, lakini wewe kama mtaalamu wa kisaikolojia muelewe mtu ya kwamba ni hali yake, condition yake sio nzuri, kwa hivyo unamchukulia namna alivyo ili kwamba kwanza tuokoe maisha yake. Kwa hivyo nikisema shukrani nyingi sana katika hospitali hii ambapo kwa hapa Majengo Korogwe, nimefurahi sana kufika mahali hapa. Tumetembea wadi mbalimbali za kina mama na pia za watoto, na tukoona mazingira yalivyo, na mazingira masafi, na pia tukoona kwamba ziko tiba nzuri hapa watu wanafanywa. Sijakuta mtu yuko hoi hai karibia kufa, pana. Wote nimesikia kwamba baada ya kuwahoji walikuwa katika hali mbaya, lakini baada ya kukaa hapa siku 2, siku 4, wengine wiki moja, wameanza recovering yao iko nzuri sana, na wako katika condition ambayo ni nzuri na za matumaini mazuri sana. Kwa hivyo tunashukuru katika hili, na pia jengine niongezea kwamba wilaya Korogwe, hospitali ya Majengo hapa, nashukuru sana, manake ni vyema zaidi wapanzi wa miti tuongezee kitu ambacho kinafahamika environmental, kwa sababu ya upumuaji mzuri wa miti, tupate wasafi na kadhalika. Lakini mazingira usafi nje na ndani nimeyapenda sana, mpaka vyoo vyao ni visafi. Sisi kama wanaharakati wa NGO za URHO, Uzima Rural Health Organization, tunashukuru sana baada ya kuta wapo katika mazingira mazuri, na ni kuwatia moyo tu, na pia kuomba kama kuna wazabuni wengine pia wajitokeze ili ya kwamba kuwashika mkono ili mambo yazidi kwenda mbele. Asante, labda utuambie kiundani kabisa taasisi ya Uzima Rural Health Organization ni taasisi ambayo inajihusisha na nini na kipi ambacho kiliwagusa hasa kufika katika hospitali hii ya Majengo? Kwanza jina linafahamika NGO, hiyo ni yani, ili uanze ku create NGO lazima uwe na burden, uwe na huo mzigo ndani yako. Hiyo ni kitu ambacho ni cha kujituma ama mwito wanaita, sio jambo la kwenda kusomea tu, hapana. Lazima ndani yako uwe na mwito, hiyo calling hiyo ndani yako ya kusaidia maskini, matima na wajani. Kwa hivyo shirika hili la NGOs la URHO, Uzima Rural Health Organization, tunajihusisha na matibabu ya binadamu, na pia vile vile tunajihusisha na wale vijana ambao waliopotea kwenye mihadarati, ambao tayari hawajiwezi kujitoa kule. Pia tunatembea katika section kama hizo na kuwafuatilia na kuongea nao counseling moja baada mwingine, na kuwashauri ya kwamba hizi dawa zina madhara baadaye na zina madhara katika ujana. Kwa hivyo tuna kazi nzuri ambayo Mungu ametupatia ya kuwatembelea sehemu tofauti, ufuoni mwa bahari kule, sehemu mbalimbali, kwenye vijiwe vyao mpaka uchochoroni. Tunafika mpaka sehemu zile bila kuogopa, manake wale binadamu kama sisi. Na pia vile vile tofauti na vijana ambao waliobobea kwenye mihadarati, ambao wameharibika, hawana kazi, kazi ni kazi ya wizi au pengine kazi ya uharibifu, ili wapate pesa kununua ile madawa, tunakuwa nao karibu sana ili kuwashauri na waweze kurudi katika hali ambayo inayotakiwa. Tofauti na pale pia tunajihusisha na swala mengine mengi sana ambayo tunajua mpaka ni kitu ambacho serikali pia iruhusu. Kwa hivyo tuna vitu vingi sana ambavyo tunajihusisha navyo, tunaona kuhusu jamii, na pia vile vile tunatembelea mpaka vijana ambao hawana uwezo wa kibiashara, mtaji kwa Kiswahili wanaita, unaona. Kwa hivyo wale ambao pengine una shida za mitaji, pia tunawashauri kile ambacho kidogo mtu ambacho anacho namna gani ya kukimanage na kiwe kitu kikubwa. Na wale ambao hawana kabisa, pia tukishaona nia ya mtu ipo ya kufanya kazi, basi tunamsapoti namna Mungu anavyotuwezesha, na maisha yake yanabadilika, na anaitwa miongoni mwa
watu kama wale wengine katika jamii. Labda uambie Watanzania ambao hawafahamu hili shirika, mnapatikana wapi? Labda mtu atakayehitaji msaada wenu kwenye mitandao ya kijamii, ofisi zenu zipo wapi na ukubwa wa hili shirika? Hasa tumebezi Arusha, makao makuu ya shirika hili, na pia tuna branch Tanga mjini, na tuna branch Zanzibar, tuna branch Dar es Salaam, na pia tuna branch nyingine Nairobi Kenya na Mombasa Kenya. Na sio hivyo tu, tuna branch mpaka tuna mawazo mengi sana kutembea nchi mbalimbali. Sasa hivi tunapoongea tumeanza connection za kwenda sehemu tofauti, mipaka ya nchi mbalimbali, ili kuvutia wadau wengi na kuja kuwekeza hapa nchini Tanzania. Kilichotugusa sisi ni kuja kuangalia manifestation, udhihirisho namna gani mambo yanavyokwenda huku. Umeelewa? Hatukupenda kutuma watu waje watuletee ripoti sisi. Tumependa kuja wenyewe ana kwa ana, tushuhudie kwa macho, tupige zile picha pia vile vile, ili tuwe na confidence ya kwamba kwa kile kidogo ambacho tunakipata kule nje kinawafikia walengwa. Umenielewa? Manake kuna misaada mingi tumeona mashirika mbalimbali wanapatiwa misaada wakasaidia sehemu zingine, lakini ile misaada haifiki kwa watu wa chini, haifiki kwa husika, inaishia mifukoni mwao. Na katika ujio huu hapa leo Korogwe tumefurahi mno. Pia apart from that, bado still tutazidi kuja mara kwa mara na kutembea sehemu mbalimbali.